Jumatano ambayo ni sawa na tarehe 29 mwezi wa Dhulqaada, katika moja ya majukumu ya Waislamu mahali popote wanapokuwepo kuweza kuangalia mwezi na kujua kama kesho itakuwa ndio tarehe moja ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja au ni kukamilisha mwezi wa Dhulqaada kuwa ni 30. Na hili jambo ni muhimu sana kwa Waislamu kwa sababu hii tarehe moja mpaka tarehe 10 kuna a'mal ambazo kwamba Uislamu umehimiza Waislamu watende amali hizo wakiwa maeneo yoyote waliopo, na amali hizo zinafaa kuwepo katika siku 10 za kwanza za mwezi wa Dhulhijja. Na vile vile kwa wale ambao kwamba wako katika maeneo matakatifu ya Makka ambayo kwamba ndani yake kuna ibada kubwa, ibada ya haji, na ibada ya haji vile vile inataka tarehe ili mtu aweze kuitekeleza ibada ile kwa njia inayofaa, kwa sababu ni ibada imo ndani ya mwezi wa Dhulhijja na vile vile iko katika tarehe ambazo kwamba zilopangwa na sheria. Kwa misingi ya mambo kama haya ndio Waislamu wanafaa kila mwezi kujua tarehe inavyoingia na mwezi unavotoka, kwa sababu ya ibada zingine ambazo kwamba pia kwa Muislamu zinamhusu. Lakini inapokuwa ni Dhulhijja, inapokuwa ni Ramadhan, inakuwa ni ibada ina nguvu zaidi Waislamu kufuatilia ili kujua ibada yake anaitenda kwa sura iliyokuwa sahihi. Mola Subhanahu wa Ta'ala akitufahamisha matukufu ya haya masiku ambayo kwamba tunahamu nayo kuyajua yataanza lini katika suratul Fajri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuapa katika sura kama hii kutufahamisha utukufu wa haya masiku 10 ambayo kwamba tunahamu nayo kuyajua yaanza lini na tuweze kutekeleza lile ambalo kwamba kila mmoja ataweza kutekeleza kwa uwezo wake. Mwenyezi Mungu yuapa kwa alfajiri wal fajri, na hiyo ni zaman, na apa kwa wakati wa alfajr. Wa layalin 'ashr, na vile vile na apa kwa masiku 10. Na hii wa layalin 'ashri mufassirun wingi wanatuambia lilokusudiwa hapa masiku 10 ni hii tarehe moja ya Dhulhijja mpaka tarehe 10 ya Dhulhijja. Kisha Mwenyezi Mungu akatuambia wash-shaf'i wal watr, na hapa kwa nambari yenye kugawanyika, wal watr, na hapa kwa nambari isogawanyika. Vile vile mufassirin wakatuambia wash-shaf'i hapa ni ile tarehe 10 ambayo kwamba ndio siku ya Eid watu wanaosherehekea, na walwatri ni ile tarehe 9 ambayo kwamba watu wanafunga som ya Arafa. Kwa hiyo ndo utakuta Waislamu kuanzia wakati wa masahaba mpaka leo hii wanakuwa na hamu sana ya kujua tarehe ya Dhulhijja inapoingia waweze kutekeleza ibada mbalimbali ambazo kwamba zina fadhila ndani yake. Na tukifungua mazungumzo yetu tutazungumzia fadhila kwa ibada kwa ujumla. Kila mmoja ana nguvu fulani na uwezo fulani wa kufanya ibada fulani. Hatuwezi kufanya watu wote wako sawa. Ndio nitafungua mazungumzo yangu kwa fadhila za kufanya ibada kiujumla, kila mmoja na uwezo wake. Kuna watu ni wazuri sana na wana uwezo mkubwa katika ibada ya kufunga. Utawaona kila Jumatatu na Alhamisi, kila ayyamil bidh, na kila siku zenye fadhila utawakuta wako mbele. Basi na hizi layalin 'ashri pia ni katika siku zenye fadhila kubwa. Mtu anafaa awe atazifunga kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 9. Ama ile tarehe 10 ni siku ya Eid, hatofaa kuifunga. Kuna watu wanaweza kusoma Qur'ani kwa wingi na saumu pia akaifunga, kwa hiyo huyo atafanya ibada 2 kwa wingi katika masiku 10 kama haya. Na iwapo labda saumu kwake na uzito kulingana na kazi ambazo kwamba yuko nazo, lakini Qur'ani kwake ni nyepesi, basi azidishe kusoma Qur'ani katika masiku haya
kwa sababu ni amali kwake yeye ni nyepesi, na masiku haya ni matukufu watu kufanya amali kwa kila mmoja lile ambalo kwamba waliweza. Sadaqat kwa wenye uwezo na hata ambao kwamba uwezo wao umebanika, afanye bidii yule alobanika atoe sadaka katika masiku kama haya makubwa, na yule mwenye uwezo azidishe kutoa sadaka katika masiku haya ambao kwamba ni makubwa. Kumtaja Mwenyezi Mungu katika ibada kubwa pia mtu anafaa ajibidiishe, ni kumsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumhamid Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumkabbir Mwenyezi Mungu, na kuhallil, yani kusema subhanallah, kusema alhamdulillah, kusema la ilaha illa Allah, na kusema Allahu akbar. Na hii hadithi yake ni sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza watu katika masiku 10 kama haya waweze kufanya bidii ya ibada. Kwa hiyo kila mmoja anajua nguvu zake za ibada ziko mahali gani. Ikiwa ni mtu wa qiyamul layl, zidisha qiyamul layl zako. Kama ni mtu wa kufanya qiyamul layl kwa wiki au kwa kurukaruka, jaribu kila siku uweze kufanya qiyamul layl. Huna qiyamul layl kabisa, jaribu kuchagua hata kama ni siku 2-3 katika masiku 10 makubwa kama haya, angalau na wewe uwe una qiyamul layl umeipata katika masiku makubwa kama haya. Kwa hiyo ibada kiujumla, hadithi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, ma min ayamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah, hakuna masiku katika haya maisha ambayo kwamba tunayopita tunayoishi nayo, al-amalu fihinna, kufanya amali ndani ya masiku kama hayo, ahabbu ila Allah, inapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min ayyamil ashr, kuliko haya masiku 10 ambayo kwamba masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiyazungumza, ilikuwa yuko mbele ya masahaba. Masahaba wakashtuka ya kuwa vipi iwe amali yoyote, manake hadithi hapa haikusema ni amali gani, amali yoyote mtu atakayoweza kuifanya ndani ya masiku 10 kama haya, basi amali hiyo ni kubwa zaidi na inapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko masiku mingine yoyote. Masahaba wakashtuka wakamwambia, ya Rasulullah, wala aljihad fi sabilillah, hata jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilofanyika nje ya masiku 10 haya. Manake katika hadithi lazima ufanye takdir ndio hili swala lipate mahali pake. Kwa hiyo masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, hata jihadi ambayo kwamba itafanywa nje ya haya masiku 10, itakuwa jihadi hiyo imeshindwa na amali yoyote itakayofanywa ndani ya haya masiku 10? Bimaana wewe ambaye kwamba utakayetoa sadaka, wewe ambaye kwamba utakayeifunga, wewe utakayesoma Qur'ani, wewe utakayeleta tasbih na tahlil na takbir, wewe ambaye kwamba utakayefanya qiyamul layl, ibada yoyote ambayo kwamba utakayoifanya, hiyo itakuwa yashinda hata jihad ambayo kwamba ilofanywa nje ya haya masiku 10? Hili ndo suala lililowekwa na masahaba mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam moja kwa moja akawajibu masahaba, akawaambia, walal jihad fi sabilillah, hata hiyo jihadi pia inashindwa kwa mtu atakayefanya amali yoyote katika masiku 10 haya, isipokuwa jihadi ya aina moja. Hiyo ndio ambayo kwamba haitashindwa, itakuwa bado iko juu kushinda zile amali ambazo kwamba tutakazozifanya. Na jihad kuna namna 3. Moja ndio inashinda amali utakayoifanya, 2 zinashindwa na amali yoyote utakayoifanya. Jihadi aina 3 ni namna gani? Kuna jihad mtu hana uwezo wa kwenda jihad, yani ana mke, ana watoto, hana uwezo wa kuwapatia cha kuwatoshea, hana uwezo pia wa kupata silaha ili na yeye aweze kujoin katika jihad. Sasa huyu ni sampuli ya kwanza, huyu huwa anakuwa sponsored. Kwa hiyo mtu amekwenda jihad lakini kwa kusponsiwa. Aina ya pili ni yule ambaye kwamba alo sponsor. Sasa
kuwa mtu yeye hawezi kwenda, lakini akatafuta mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo huyu pia ana sampuli ya jihad ambayo kwamba ameifanya. Kisha kuna na mtu wa tatu ambaye kwamba ye mwenyewe atajisimamia, hatakuwa sponsored. Atawekea chakula watoto wake, mke wake, na kila usimamizi ambao kwamba unafaa, silaha akajinunulia mwenyewe na kujiweka kila kitu kisawasawa, akatoka kwenye jihad. Hawa kuna aina tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amzungumza huyu ambaye kwamba atakaitoka kwa mali yake na nafsi yake. Huyu naye kuna aina mbili. Aina ya kwanza, kuna yule ambaye kwamba atakayekwenda atapigana kisha arudi na yeye kwa watu wake salama, na mwingine atakwenda lakini katika kupigana afariki, asirudi kwa watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kuwa huyu ambaye kwamba atakayejisimamia mwenyewe kisha alipokwenda kwenye jihad pia akafariki, hakuweza kurudi salama, huyu peke yake ndiye ambaye kwamba atakayeshinda, yani amali yake hii itakuwa imeshinda amali ya mtu yoyote atakayefanya jambo lingine katika masiku 10 haya ya Dhulhijja. Kwa hiyo haya ni masiku yafaa tuyapatilize na tujikaze katika kufanya ibada, na kila mmoja ana namna yake ya kuweza kufanya ibada. Ama katika mambo makhsus ambayo kwamba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zimesisitiza tuzifanye ibada hizo katika masiku 10 haya, ya kwanza ni masala ya tasbih na tahmid na takbir na tahlil. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuhimiza ya kuwa dhikri bora katika masiku haya na tukithirishe, akthiru fihinna. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza akthiru fihinna, fanyeni kwa wingi katika haya masiku 10, at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-takbir. Yani ufupi wake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hii subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, yatakikaniwa kila mmoja ajiwekee target. Kama vile maisha yetu tunavyoyapeleka na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, lazima tuyapangie. Mtume ametuhimiza tufanye kwa wingi, na wewe ujiwekee kwa siku, mimi sitakubali ipite bila ya kufanya 1000, mwingine 2000, mwingine 5000, mwingine 10000, bali tufanye mashindano ndani ya nyumba. Mzazi akae na mke wake, akae na watoto, awaambie haya, tunataka kufanya mashindano ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, kwa sababu Mtume ametuambia tukithirishe, akthiru fihinna minat tasbihi wat-tahmidi wat-tahlili wat-takbir. Kwa hiyo na mimi nataka kila mmoja afanye bidii, tujue ni nani tukifika mwisho atakuwa ameleta nyingi na tutampatia zawadi. Hii ni moja katika njia ya kushajiisha kwenye familia. Ni baraka ndani ya nyumba, ni baraka katika familia, kuwafundisha mambo mema watu wa nyumbani, na wao wenyewe pia watapata baraka kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Kwa hiyo hii ni ibada ya kwanza, inatakikaniwa tuifanyie bidii. La pili, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amehimiza kwa yule ambaye kwamba anataka kuchinja tarehe 10, yule ambaye kwamba ametia nia ya kuchinja tarehe 10, katika mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuhimiza nayo ni kuwa tusikate nyele wala tusikate kucha. Tuzuie kukata mpaka tukichinja. Tukisha kuchinja, hapo ndipo tutakata kucha zetu na tutanyoa nyele zetu. Kwa hiyo yule ambaye kwamba mwenye kutia nia ya kuchinja, ana azma ya kuchinja, basi azuilie. Hii ni sunna katika kukata kucha na kukata nyele. Vile vile katika ibada muhimu ambayo kwamba kuna nasi ambayo imeeleza ni masala ya siku ya Arafa. Siku ya Arafa yatakikaniwa watu waifunge ile siku. Siku ya Arafa mtu akiifunga, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala humsamehe madhambi ya mwaka, ambapo kwamba ni siku muhimu.
watu waifanyie bidii, nyumbani pia wahimizane ili waweze kuifunga. Kwa hiyo ikiwa mtu hawezi kufunga hizi siku 9 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 9, basi afanye bidii angalau ile tarehe 9 aipate, aifunge, itakuwa na yeye ameshiriki katika ibada za walayalin 10. Vile vile kuna ibada makhsus nao ni ya kuchinja. Watu watakikaniwa wafanye bidii kuchinja. Kuchinja kwa uchache kabisa ni kila nyumba kupatikaniwe kuchinjwa. Lakini lau kuna uwezo, basi baba awe na mbuzi wake, mke wake awe na mbuzi wake, wale watoto waliobalighi kila mmoja awe na mbuzi wake. Kama wana kibarua wanafanya, basi wasave kama vile tunavyo save kununua mobile, save kununua kanzu, save kununua curtains za nyumba. Haya yote ni mazuri, si mabaya. Na hili pia ni kubwa nalo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikichinja wake, na Saida Aisha pia alikuwa na yeye akichinjiwa wake. Kwa hiyo ibada nyingine muhimu ni kuanzia hivi sasa tufanyeni bidii. Tuwekeni pesa, tunueni wanyama, na ni vizuri ichinjwe ndani ya nyumba, watoto waone ina shiar na uzuri wake na baraka yake katika nyumba. Kwa hiyo ibada ya kuchinja ni ibada muhimu sana kwetu sisi. Madhhabi ya al-Imam Shafi'i ni sunna yenye nguvu, lakini kama kwa Hanafi ni lazima hasa. Na vile vile katika ibada ni salatul Eid. Watu wafanye bidii kwa kila namna, wajipange waweze kuhudhuria katika sala ya Eid kulingana na vile mwandamo utakavyokuwa. Na naona hivi sasa wakati wa maghrib umeingia. Nitatosheka kwa haya ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kuyazungumza, na tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja ampatie khairi na baraka, atupatie umri wenye khairi na baraka, awaongoze vijana, atuongoze na sisi, atuthibitishe katika imani. Na wale waliojaaliwa kwenda haji, Mwenyezi Mungu ajalie safari zao ziwe ni za salama, watekeleze ibada zao kwa uzuri na kwa himma, wamalize na warudi kwa salama insha Allah Ta'ala, na tuingie katika Eid kwa furaha. Na vile vile tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala aifarij nchi ya Palestina. Mwenyezi Mungu aipatie farajan ajilan, kama vile watu watakavyofurahika kila mahali, na wao Mwenyezi Mungu awapatie furaha ya karibu katika hizi dhiki ambazo kwamba zimewabana. Wa kullu amin wa antum bikhair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا